Ndugu zangu, mimi nilikuwa nisitoe maelezo ya hiki kiwanja cha Jumada kwa sababu kiutendaji katibu wangu huko njiani anakuja, lakini kwa sababu amiri amenigusa nitoe maelezo ya muhimu sana. Hiki kiwanja kilikuwa kikabidhiwe Umata, na hii hela ambayo tumeichanga ikaletwa mpaka kwa wahusika ili wakabidhiwe ile hela. Lakini sasa ili kiwanja kikabidhiwe kiandikwe kiwanja cha Umata, lakini mhusika aliyetoa hizo hela akasema hiyo hati iandikwe Khidmatul Umma, Khidmatul Umma. Wahusika wakasema hapana, lengo la kiwanja ni cha Umata. Akasema basi kama hamtaki kiwanja kiandikwe Khidmatul Umma, hele irudi. Kwa hele ikarudi, na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mkutano huu mkuu wa uzinduzi wa Jumada, wote waliochangia na walioahidi, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na haya ndiyo mabadiliko yanayotakiwa katika umma wetu. Ikiwa wewe umlezi mwanao humbembelezi, basi anaweza akachukuliwa na mtu mwingine akabembelezwa, basi mahaba na mapenzi atayapeleka kwa yule anayembembeleza. Jumada, endeleeni kutubembelezea Waislamu na maimamu na walimu wa madrasa na walimu wa IDK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi hapa ni Hassan Said Chizenga, katibu wa Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, ambao nimehudhuria hapa kwa niaba ya Mufti wa Tanzania ambaye alikuwa awe ndio mgeni rasmi wa kufungua na kuizindua taasisi hii ya Jumada ambayo inajihusisha na maimamu, madrasa na madai, yaani walinganiaji dini. Ni taasisi ya jambo hilo nchi nzima. Kwanza niseme nishukuru kwanza kwa Mungu kunijalia mufti anitume nifanye jambo kama hili. Hadithi ya Mtume nasema idha arada Allahu bi'abdin khaira istamala, Mungu anapomtakia mja wake khairi huamua kumtumia. Qalu kaifa yastamilu ya Rasulullah, wakasema atumiwaje mtu na Mungu? Sema yuwafiqhu li amali alkhair, anmuwafikisha kutenda mambo ya khairi, kisha atamchukua roho yake akiwa atenda hayo. Namwomba Mungu anidumishe katika hayo. Hili jambo ni kubwa na ni muhimu sana. Kwanza yadullahi ma'al jamaa, jambo lolote la fanana lapata baraka zaidi katika umoja. Baadaye wapo na maimamu wapo. Sasa kuwepo na chombo ambacho cha kukusanya na kuangalia hali za hao madai na maimamu na kutatua matatizo yao ili waweze kutekeleza vizuri malengo yao ni jambo zuri sana. Na ndio maana mufti hakulipuuza, akaamua anitume mimi kutokana na dharura zilizokuwa nazo, akanituma mimi ambaye ni msemaji wake na ni katibu wa Baraza la Ulama nije nizungumze hapa na kuifungua rasmi. Kwa hiyo natarajia mema katika taasisi hii kwa namna ambavyo nilivyozungumza nao na nyasia ambazo nimewafikishia na nilivyoona utayari wa kuyafata yale nilioambia ambayo ni nyasia nimepewa na mufti nawafikishie, basi naamini Mungu atabarikia jambo hili, na kwa sababu makubwa aliyosema ni wao kushikamana na Mungu na kuwa watu wa Mungu zaidi, na wameonyesha kwamba watakuwa hivyo, basi naamini kabisa matunda mazuri tutategemea, ambayo yatakuwa sababu ni umoja huu wa Jumada ambao utasimamia mambo ya maimamu pamoja na madai ambao watakuwa chini yake, pamoja na walimu wa madrasa na walimu wa shule za EDK ambayo ni masomo ya shuleni anafundishwa. Inshallah mtasimama, nadhani mtakuwa na ushirikiano
na wenzenu ambao katika hili ambao tayari wanalifanya, naamini kupata tukia matunda mazuri. Ni kubwa la tu niseme niwaombee Mungu kwamba Mungu nakuomba, mimi ndio umeambia nije mfungue, naomba nilichokifungua kisife. Tutegemee nini kwa Jumada hii ambayo imeanzishwa, kikubwa hasa ambacho kinaweza kikawa ni tofauti na taasisi nyingine? Kitu kimoja ambacho kinachotokea kwa taasisi kukosa mwelekeo na kutokwenda mbali ninatokana na nia. Kwanza mtu ajue kwamba pale anapoingia katika jambo kama hili, kama mtu aliomba kazi kwa Mungu, aliomba tenda kwa Mungu. Kwa hiyo amepokea tenda yenu, kwamba maombi yenu, sasa atakupeni mitihani akuone kweli ni wa Mungu kweli kweli. Ndio pale nikasema minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Mara nyingi hata katika vita vya Uhud vilivyotokea aliwaumiza maswahaba, aliumia. Anasema kwamba lamma asabatkum min musibatin kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum, liwapateni janga lokuteni mkauliza inapata vipi, tuwapigana na mushrikina afu tuwapigwa hali ya kuwa sisi tuamini Mungu. Sasa kul huwa min indi anfusikum, hilo latoka katika nafsi zenu. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, miongoni wako wanaoitaka dunia juu ya hiyo yote asisi yenyewe, na wengine ndio wako wanaoitaka akhira. Sasa wale wenye kuitaka akhira ndio ambao Mwenyezi Mungu anawabakisha wakadumu wakaendelea, na wale ambao katika taasisi yao ikawa wana lengo la kidunia, kwamba kwa mfano hata kama ikiwa lengo lenyewe ni kwamba niwe na taasisi ifanye makubwa nijulikane na mimi, ikawa ni lengo ni hilo, basi unaweza ukaja ukakuta kwamba matunda hayapatikani yaliyokutana. Na ndio nesi yangu iliyoitoa hiyo kwa ajili ya Mungu kila kitu, na waangaliwe madai waliotangulia nyuma katika zama za watu waliotangulia nyuma wema, katika zama njema madai walikuwaje, maimamu walikuwaje, alafu kila imamu awe kila siku anajipima yeye vipimo vyake kwa imamu, labda Imamu al-Haramain ambaye alikuwa ni imamu wa Maka na Madina. Je, mimi inapungua vipi? Nafanana naye? Na nilivyokuwa nikisema hayo, naona kwamba nafsi zao zimefurahi, zimetamani kuwa kama hivyo. Kwa hiyo naamini huenda Mwenyezi Mungu, na namuombea Mungu aidumishe kama nilivyokishatamka, na watafanikiwa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ukhti Hawa Athumani Nangwa, ni mjumbe katika taasisi ya Jumada. Katika taasisi hii ya Jumada, ambao ni jukwaa la maimamu na maduati na walimu wa madrasa na walimu wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu, shule za msingi, sekondari na vyuo vya Kiislamu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzinduzi wa leo ya taasisi yetu, uzinduzi wa taasisi yetu ambao ni jukwaa la maimamu na maduati na walimu wa madrasa na walimu wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Kwa tunamshukuru Mungu kwa kuweza kuzindua taasisi yetu leo, na malengo yake makuu, lengo la kwanza ni kuwakwamua hao nilowataja, maimamu, walimu wa madrasa, walimu wanaofundisha somo la elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania, kuwakwamua kimaisha. Na lengo la pili ni kuweza kumiliki ardhi yetu, yani kila mtu aweze kumiliki ardhi. Make katika maimamu, walimu wanaofundisha madrasa na walimu wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu nchini Tanzania, yani kumiliki ardhi. Wengine wapo maimamu wanaishi kwenye nyumba za kupanga na walimu wa madrasa wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Kwa hiyo taasisi hii ya Jumada imeamua kuondosha hizo changamoto, kwamba walimu wa madrasa, maimamu na walimu wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu nchini Tanzania waweze kumiliki ardhi wao wenyewe. Na lengo la tatu katika taasisi yetu ya Jumada ni kuweza kuwaelimisha au kuelimisha Uislamu sahihi. Kwa hiyo kupitia hayo malengo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie yaweze kutimia, ili taasisi yetu iweze kukua na kuweza kuwasaidia hawa maimamu na walimu wa madrasa na walimu wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu nchini Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ama kwa jina naitwa Alima Sulaimani, ni mwalimu wa Islamic Knowledge msingi na sekondari, lakini pia ni mjumbe wa Jumata. Katika uzinduzi wa leo katika taasisi yetu, alhamdulillah nimefurahi sana leo kukutana na wajumbe wa elimu pamoja na viongozi ambao umetutembelea kuja kututambulisha na kutuonyesha kabisa kwamba wana nguvu na wanataka kutukwamua au kuwakwamua walimu wa madrasa pamoja na maimamu, kuwanyanyua kimaisha ili waweze na wao waweze kujulikana kama walivyokuwa walimu wengine. Tunamshukuru viongozi wetu ambao walikuja kutembelea, Allah awalipe kila laheri kwa kuja kutunga mkono kwa yale ambayo wale wayazungumza. Tunawaomba Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuyatekeleza ili waweze kupata manufaa walimu wa madrasa na walimu wa shule walimu wa shule wa LK pamoja na maimamu wote. Mbele yenu ni ndugu yenu dhaifu Abu Shaukan. Mimi ni mjumbe katika baraza au katika jumuiya ya walimu Juedikta, lakini pia ni mjumbe katika jumuiya ya Jumada katika kamati ya itifaki chini ya uongozi wa amiri wangu mkuu Sheikh Suleiman na katibu wangu Sheikh Musa ibn Qasim. Leo tupo hapa tukiadhimisha mkutano wetu mkubwa kabisa kwa ajili ya kuandaa au kuzindua jambo letu hili, jambo adhimu. Sasa kwa nafasi hii na yaliyozungumzwa na mgeni wetu rasmi Sheikh Hassan Chizenga ni majambo mazuri na ni majambo mema ya kuendeleza dini yetu katika Uislamu. Kwa hivyo usia wangu kwa maimamu, madai na walimu, tushikamane na hili jambo, tulifanye kwa ikhlasi na Mwenyezi Mungu atatujalia kheri inshallah. Lakini pia natoa wito kwa walimu na maimamu ambao kwamba hawajajiunga katika taasisi hii au umoja huu au jumuiya hii ya Jumada, ahlan wa sahlan, milango iko wazi. Kwa nafasi yangu na wakaribisheni nyote inshallah. Mimi kwa jina naitwa Musa Kasim Yahya, katika taasisi yetu hii Jukwaa la Maimamu na Maduati Tanzania. Jukwaa la Maimamu na Maduati Tanzania ni taasisi ambayo inajumuisha maimamu, inajumuisha walimu wa madrasa, inajumuisha walimu wa IDK, mashekhe na wahadhiri mbalimbali. Katika taasisi hii mimi ndio katibu mkuu Tanzania nzima. Alhamdulillah, leo tulikuwa katika mkutano wetu mkuu wa kuzindua taasisi yetu hii, na tunashukuru Sheikh mkubwa Sheikh Chizenga ndiye aliyekuja kuzindulia kumwakilisha mufti wa Tanzania. Alhamdulillah, mengi yamezungumzwa, elimu ya uchumi imetolewa na mgeni rasmi alhamdulillah ametupa wasia mwingi sana. Tunachoasa jamii kwamba alhamdulillah taasisi hii ni taasisi kombozi. Maimamu wote, walimu wote wa madrasa alhamdulillah watambue kwamba sasa taasisi Jukwaa la Maimamu na Maduati Tanzania ndio taasisi ya kukimbiliwa, kwa sababu malengo yake, moja kati ya lengo kuu ni kuhakikisha inawanyanyua maimamu, inawanyanyua walimu wa madrasa, inawanyanyua walimu wa IDK kutoka kwenye hali ya chini kwenda kwenye hali nzuri ya kimaisha. Hayo ndio yalikuwa ya kwangu ya leo. Bila tawfiki, hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.